Amen. Tunaendelea na theme ambaye pastor alianzisha last Friday ya spiritual warfare. Na leo learn kuhusu and understanding spiritual warfare. Namna ya kuitambua vita ya kiroho. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Labda turudi tena tusome kama tulivyosoma Jumapili iliyopita katika Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 16. Ephesians 6:10 to 18. You can open your book. I will read it in Swahili and the English speakers watafollow katika projection. Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 18 kama tulivyosoma. Media mnaweza mkaproject kwa Kiingereza so English speakers can follow from the projection. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si kwa juu ya damu na nyama, bali ya juu ya falme na mamlaka, juu ya ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda siku za uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote kusimama, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa diria haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya moto wa yule mwovu. Na mimi tunasoma pamoja. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambayo ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Pia kwa ajili yangu mimi nipewe usemi na kufumbua kinywa changu. Nimeenda mpaka mstari wa 19. Mungu alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso unapata picha ya jinsi Paulo alivyokuwa akimeditate neno la Mungu alafu akilifananisha na wale majeshi ya kipindi kile. Anajaribu kung'amua baadhi ya silaha ambazo zinapatikana katika majeshi, anajaribu kuzifananisha na silaha za kiroho. Kwa nini tunasema kuna vita vya kiroho? Kuna vita vya kiroho kwa sababu ukisoma katika mstari wa 12 if I'm not mistaken, mwishoni kabisa mstari wa 12 mwishoni anasema pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kumbe katika ulimwengu wa kawaida kibinadamu kuna battles. Kuna spiritual battles, vita vya kiroho, kuna physical battles, vita vya kimwili, na kuna individual au self battle, vita vya kwako wewe mwenyewe. Kuna battles za aina ngapi? 3. Mtahubiri kidogo alafu mtafundisha. I'm sure you'll learn. Wale wanao take notes and we know note takers are history makers, right? Sina nasema wale wanao take notes ndio wanaweza kufanya historia kubwa, maana they can refer something. Mungu awabariki sana. So if you can take a note. Kwa hiyo kuna battle hizo za aina 3. Kuna zile za kiroho, kuna ile ambayo ni ya kimwili, na kuna ile ambayo ni ya kwako wewe peke yako. Lakini leo tuangalie vita ya kiroho peke yake. Katika Waefeso imetutajia vitu ambavyo vinapambana pamoja na sisi, ambavyo hatuwezi tukaviona katika ulimwengu wa kawaida. Na hapo ndipo tunapoingia katika vita ya kiroho. Kwa nini tunasema vita ya kiroho? Ukisoma katika Wakorinto wa pili 2:11, naomba tuisome kabisa na hii hapa kabla sijaendelea. Wakorinto wa pili sura ya pili mstari wa 11, 2 Corinthians 2:11. Biblia inasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Wakorinto wenyewe pia inatukumbusha kwamba, Paulo anawakumbusha Wakorinto kwamba kuna namna ambapo shetani anaweza akawashinda, lakini mnapaswa asiwashinde, maana nyinyi mnapaswa in advance kuzijua fikra zake. That is to say what? Kuna spiritual warfare, kuna vita vya kiroho ambavyo sisi tunapaswa kuving'amua kabla havija come into reality. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Ukiwa kama Mkristo, ina maana ulikufa na Kristo, kafufuka na Kristo, kama tulivyosoma siku moja hapa. Tayari umefungamanishwa na Kristo. Ukishafungamanishwa na Kristo, ina maana tayari umeondoka katika ule upande wa nani? Wa shetani. Na ukishaondoka katika upande wa shetani, that's declaring a constant battle. Inatangaza vita endelevu isiyokuwa na mwisho.
Kuna mtu amesha come into agreement na shetani na kusema kwamba leo mimi na wewe shetani vita zetu zimeishia hapa. Mimi na wewe ya friends. Mimi na wewe ya BFF. Kuna mtu amesha kufikia hiyo consensus na shetani? Hakuna. Kwa hiyo kama haujafikia hiyo consensus na shetani, that's implying you are in a constant battle. Upo katika vita endelevu, vita ya kiroho. And that is to say, lazima ukae katika position ya kuunderstand the spiritual warfare you are going through. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Biblia ilivyosema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, haikumaanisha tu kwa sababu unatakiwa uende shule ukaji-equip with a certain knowledge. Maarifa pia ya kung'amua kwamba ninapambana vita fulani, ukiyakosa unaangamia. Kwa hiyo ni lazima uji-equip na maarifa ambayo yatanisaidia kung'amua kwamba hapa kuna vita ya kiroho ninapitia na lazima niishinde. Katika Waefeso 6 mstari wa 12 na 13 ukiangalia pale imeainisha battles na imeainisha weapons. Ukidadavua zaidi, if you go beyond that, you will clearly understand, utaona kabisa kwamba kuna battles 4 lakini kuna weapons 5. Hiyo vita umeshinda hujashinda? Bwana tusaidie sana. Kuna battles ngapi zilizotajwa? Lakini kuna weapons ngapi? 5. Sasa hizi battles 4 they are constantly there. Yaani ziko tu pale, haziondoki. Weapons they are also constantly there. It's for you to choose which weapon to use. Amen. And it's free for you to use all of them. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo hizi battles zilizopo imetajwa, tuna battle against ruler, tuna battle against principalities, tuna battle against power of darkness, tuna battle against spiritual forces of evil. Hizo ni battles ngapi? Lakini tukapewa weapons. Kuna weapons ya belt of truth, breastplate of righteousness, gospel of peace, shield of faith, pamoja na word of God as a helmet. Hebu imagine, kwa sababu ukiangalia hii picha ya hizi weapons 4, unapata picha ambapo Paulo alikuwa anajaribu kumfikiria yule askari wa wakati ule, si ndio Anavyovaa ile kofia, anavaa ile ngao ya hapa ya kuzuia mishale ikipigwa isi. Unajua ukichomwa mshale kwenye mkono, unaweza kauchomoa na ukaendelea na safari, right? Lakini ukichomwa hapa kwenye moyo, there is no connection. Kwa hiyo anaziba na hapa, gospel of peace wameweka huko hivi kwenye miguu, shield of faith imepandikizwa kwenye miguu, inafunika kabisa, to the extent mwovu anapotengeneza mshale, there is a likelihood ya ule mshale kuja ukagonga kwenye kile chuma kimoja ulichokivaa, ukamrudia yeye ama ukaenda direction nyingine ambayo wewe hujui. Bwana tusaidie sana. So ukiunderstand you are in a spiritual warfare, upo katika vita vya kiroho, lazima uhakikishe kwamba umeji-equip na hizi weapons zote bila kuacha hata moja. Lakini Wakristo wengi wanajikuta wameanguka kwa sababu they are not aware of their spiritual battle, and some of them who are aware of the spiritual battle, they are not using any kind of weapon. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie watu wa Mungu. Watu wa Mungu mpo? Nazungumza na mtu mmoja. Amina. Yes, so let's understand how spiritual battles, how. Nilikuwa namfuatilia mtumishi mmoja akaulizwa swali, Wakristo wana mapepo? Ingekuwa nakuuliza wewe Dr. Susan, Wakristo wanaweza wakawa na mapepo? It sound controversial, right? Lakini jibu ni yes. Wakristo pia wanaweza wakawa na nini? Na mapepo. Labda tuyaelezee mapepo katika namna hii hapa. Do you all know the mosquitoes? Tunamfahamu mbu Mbu tunamfahamu. Mapepo ni kama mbu. Mosquito. Mosquito hata ukiweka kibao mlangoni, do not enter into this house, hawasomi. They will always wataingia. Ukiacha dirisha lako wazi pale moja, ukafunga mengine yote ndani ya nyumba yako, mosquito they will always find a way. Na hivyo kwa mapepo. Mapepo ukiyafungulia mlango wewe kama ni Mkristo, they will always enter. Demons. Hata uandike kibao, mimi ni Mkristo na sitaki mapepo yaniingie katika mwili wangu, na wewe ukafungua tu mlango mmoja, wanafanya nini? Wanaingia. So the same thing that initiates a spiritual battle, ni kitu ambacho kinaanzisha zile vita za kiroho. Ukisharuhusu devil ameingia ndani kwako, and there is a numbers of ways that unaweza kumruhusu devil akaingia ndani kwako. Kusengenya, kusema uongo, kutenda dhambi, aina yoyote ile zinaweza zikakusababisha wewe kumruhusu devil akaingia ndani kwako. Na hapo tayari unakuwa umejiingiza katika uwanja wa vita pamoja na nani?
na shetani, and the devil is always ready. Bwana atusaidie sana. Shetani kila siku yuko tayari kwenye ile vita ambayo anataka kupambana na wewe. Yeye yuko tayari, anakusubiri tu uingie kwenye 18 zake, unalo. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana watu wa Mungu. Kwa hiyo Christians pia wanaweza wakaingiwa na devils. Wanaweza wakaingiwa na demons. They can be possessed, and sometimes they can be possessed, they can be saved, lakini wanaweza wakafungwa pia. Bwana atusaidie sana. Kufungwa kwa maana ya kwamba unaweza ukawa possessed with demons, alafu ukafanyiwa deliverance, na bado ile demon ikawa imekufunga. Kukufunga kwa maana ya kwamba imekushikilia despite kwamba haionekani. Na kukushikilia ni kwa maana ya kwamba kuna zile bad habits ambazo ulikuwa nazo prior to you being saved, zitaendelea kuexist katika maisha yako. Huko ndio kufungwa kwenyewe. Unaweza ukaokoka lakini we ni msengenyaji. Huko ndio kufungwa kwenyewe. Na hiyo ukusengenya tu ama kusema uongo. Unajua kusema uongo na pia Wakristo tumejaribu kuisugarcoat kusema uongo kama ka habit fulani, si ndio? Kwamba hii 1 2 1 3 1 3, lakini it's a dangerous thing ambayo tunaifanya. It's a dangerous thing ambayo inamsababisha, inamfungulia mlango shetani kuingia. Kwa sisi tunapookoka tuna declare constant battle na shetani. At the same instant tunapokuwa tunashindwa kung'amua zile vita ambazo tumezideclare sisi wenyewe, lazima tutashindwa. Anayekwenda kupigana vita akiwa hajui anapigana na nani na akiwa hajui anatumia silaha gani, likelihood ya kushindwa ni 100%. Likelihood ya kushinda ni 0.00001. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tukijua kwamba if you read, ukisoma katika Yakobo, let's go kusoma katika Yakobo 4 mstari wa 7, it clearly show kwamba tuna uwezo pia wa kuwa nini? Wa kuwa possessed. Na tuna uwezo wa kufungwa, kuwa engulfed katika yale maisha. Tukifunguliwa, kama hatutakubali katika kufunguliwa na kuifuata njia ya kufunguliwa, eventually tutafungwa. Kwa hiyo unapokuwa umefungwa katika kifungo chochote cha kusema uongo, kifungo chochote cha wizi, kifungo chochote cha udokozi, there you have declared a constant battle na shetani. Tayari upo katika vita. Na kama usipoijua unashindwa. Naposema kushindwa namaanisha kitu gani? Kushindwa ni pale ambapo shetani amesha kuchukua, umekuwa wake. Hivi unapambanaga na mtu wako? Umesha kuona mtu anapambana na mwenzake? Eventually tunakuwa marafiki, right? Yes. Shetani akisha kuvuta ukawa wake, hana muda na wewe tena. Alafu the bad thing, shetani anaweza kukudanganya kwamba wewe upo na Mungu, umekomaa sana ndio maana sikupambania hizi. Kumbe anajua wewe ni wanani? Wafuate. Shetani hawezi akapambana na besti yake hata siku moja. Ukishakuwa shosti yake, wewe basi. Wewe na yeye mpaka milele. Unless umegundua kwamba mimi hapa na shetani kwamba kuna kasehemu tumeingia agreement, lazima tukavunje. And that's where you understand the spiritual warfare. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo vita vya kiroho vinaweza vikapigwa katika level ya familia, vinaweza vikapigwa katika level ya individual, vinaweza vikapigwa hata katika level ya kanisa. Kanisa ni nani? Kanisa sio huu ukumbi. It's us. Tukimwamini katika, tukiwa pamoja tunatengeneza mwili wa Kristo. So nani anaweza akapambana vita vya kiroho ambavyo vinalipiga kanisa? Nani anaweza akapambana? It's us. Na vita vya kiroho vinavyolipiga kanisa havipiti kulia wala kushoto, na haviji katika radi na mgurumo, vinawatubia watu wale waliopo ndani ya kanisa. Vita vya kiroho vinavyoshambulia kanisa. Kuna vita vya kiroho ambavyo vinashambulia familia. Ukiingia kwenye marriage, I think you're doing counseling and you clearly understand. Ukiingia kwenye marriage, katika umri wangu mimi mdogo, lakini I clearly know and I've counseled a lot katika mambo ya marriage, hata kama sina experience kubwa, but I can clearly tell, ukiingia kwenye marriage kuna namna fulani wewe kama Mkristo umedeclare constant battle na shetani. Oh yes. Ukiingia kwenye marriage katika njia za janja, umeshatengeneza vita na umeshamtengenezea wale wa kubeti mnasema odds. Unamtengenezea odds nyingi shetani za kushinda. Bwana tusaidie sana. Kuna constant battles, spiritual warfare ambazo zinakupiga wewe at an individual level.
Kwa hiyo ukiwa kama Mkristo unafahamu kabisa nina majukumu haya matatu ya kupambana vita ambavyo vinaniaffect mimi moja kwa moja, ya kupambana vita ambavyo vinaweza vikaaffect kanisa langu, na ya kupambana vita ambavyo vinaathiri familia yangu ya sasa au ile ijayo. Si wote hapa tutakuwa na familia? Yes. Kwa hiyo unaweza ukaanza kupigwa vita vya sasa hivi hapa ambavyo vitaathiri familia yako ijayo. Uko chuo and you are entertaining fornications, na shetani anakuambia wewe fanya tu mambo yako hayo fresh, ukipata mimba utatoa. Shasha kumbe anakutegea pale. Wewe si umeenda kuchomoa, amekuchomoa na kizazi. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Hizo ni spiritual warfare ambazo usipozi understand, unakuja kuzi understand when it's late, utatengeneza tu ushuhuda. Yaani utakuwa ni mtu kushuhudia kwamba mimi nilikuwa hivi na hivi na hivi na kweli nilipigwa kiboko na hali yangu ndio hii, na nakuasa wewe usiwe kama mimi nilivyokuwa zamani. Kwa hiyo usipojua vita vya kiroho ambavyo vinakuathiri moja kwa moja, unajitengenezea mazingira ya kutengeneza story nzuri sana ambayo utaitumia kuhubiri, lakini sisi hatuitaki kwanza. Amen, watu wa Mungu. Amen. Amen. Kwa hiyo vita vyote vya kiroho katika ngazi ya familia, katika ngazi ya kanisa, katika ngazi ya individual, lazima uving'amue na lazima upambane navyo. Kwa hiyo hizi entry point zote kama nilivyotolea mfano, entry point ya vita za kiroho, demons, kuingiwa na demons. Unajua kuingiwa na demons, wote wanaamini kwamba nikishaingiwa na shetani lazima nilipuke. Lazima nilipuke hapa, hata kiomba lazima nilipuke, nigaragae chini, nivuke kule na nini. People, they are believing onto that. And most of the deliverance ministry, I'm not talking bad onto them, they are believing onto that. Lakini kuna watu ambao they are possessed with demons, hata wengine wamesimama pembeni ya mchungaji pale. Ila they are believing wale wanaolipuka kule ndio they are possessed with what? With demons. Kuna mtu mwingine kazini, yeye kazi yake ni udokozi. Kazi yake ni kuonea wengine, kazi yake ni kunyanyasa walioko chini yake. Haelewi kwamba lile ni pepo tayari limempossess na limemfunga. Alafu linamtengenezea ile justification ya kwamba you know you are doing right. You are doing right. Yes, keep on, keep on. Ile ni pepo limekufunga. Kuna mtu mwingine unakuta yuko obsessed sana maybe na kutapeli. And devil anamwambia you know Mungu anakushushia mana kama alivyomshushia manabii na mitume kipindi kile. Anakusugarcoat and you keep on doing that kwa sababu shetani amekufanya nini? Amekupapasa pale, amekusoothe and you clear. That's the demon in possess you. Sio lazima mpaka tukiseme mwinjilishi Jibusi akikuambia ulipuke, ukimbie, ufanye nini, urukeruke. Sometimes you are possessed na unadunda sana, unaweza ukaimba praise, unaweza ukaimba kwaya, unaweza hata ukahubiri and you are possessed. Kwa possessed ni just tu kufungua mlango, demons afanye nini? Aingie. Bwana atusaidie watu wa Mungu. May nobody in this room be possessed with demons in Jesus Christ. Yes. Lakini Biblia pia imemfananisha mwovu anaye initiate hizi spiritual warfare na nyoka. Kuna nyoka anaitwa python, I don't know Kiswahili chake, elder. Chatu. Yes, chatu. Mnafahamu chatu jinsi anavyotaka, mnafahamu nyoka wa aina mbalimbali, right? Kuna nyoka ambaye anadhuru kwa kukupiga alafu ana inject ile venom yake, anakuwa tayari amekudhuru. Alafu hana muda na wewe. Wewe tunaoita nyoka wenye roho mbaya. Yaani hawezi kukula, hawezi kukumeza, lakini anakupiga, anakuachia sumu yake, alafu yeye anafanya nini? Anaenda. Nyoka wenye roho mbaya. Kuna nyoka yule ambaye yuko anatafuta, yeye ni predator, anatafuta prey ili afanye nini? Apate meal for a day. Yule si utamhitaji, nyoka si na roho mbaya. Because it's looking for a meal. Anatafuta dinner yake, lunch yake, anatafuta riziki yake, right? Lakini hatuwezi kumuita kwamba ni nyoka mwenye roho nzuri because yeye ana sababu ya kutafuta mili yake. Sasa chatu katika namna yake ya ulaji anakuingafu, anakuzunguka, alafu anajistretch, yeye anajinyosha, anavunja kila aina ya mfupa ulionao, alafu anakukaza to the extent you lose the last what? Breath. Na Mungu alimuumba huyo. Kumbuka Mungu alivyoteketeza kipindi cha safina ya Nuhu, lakini alimwambia Nuhu hakikisha kuna nyoka wa kiume na wa kike wameingia huko ndani. Bwana tusaidie sana. Amen. Na yeye pia alifanya nini? Alitamani abaki awepo. Sasa akifanya vile,
amekuondolea pumzi yote, anakuona kabisa there is no way you can struggle. Hata ukiwa ndani ya tumbo lake hauwezi ukasema nimeingia na kisu sasa ninachana huu mwili nitoke. Ndio anafanya nini? Anakumeza. Na kama ukisoma documentary nyingi za chatu ni kwamba hawezi akakumeza ikiwa bado wewe uko hai. Atatafuta means kuhakikisha kwamba anakumeza ukiwa umefanya nini? Umekufa. Na ndio hivyo hivyo katika spiritual warfare, shetani akisha kuingia wewe anaanza kujizungusha. Kama ilivyo wewe na shetani mkiwa mnaweka battles sasa zile. Wewe na chatu akianza kujizungusha, unaweza, kuna wajanja wale wanasema I have seen some documentary ya jamaa mmoja yuko South Africa anapenda sana kukamata nyoka. Anasema unaweza ukaweka mguu mmoja kule, si ukajitanua hivi to the extent kuna mahala anaona kabisa ameshindwa kukubana, hawezi kukuvunja. Anaweza kaamua kujinyongoroa tena akuache, alafu aje akutafute namna means ya kukamata ambapo unaweza ka escape. The same thing na shetani anapotaka kukukamata sasa. Anakukamata kama chatu. Anaanza kukuzungusha taratibu. Sasa it depends na wewe unajiweka katika position gani. Anapojizungusha ili ajinyooshe akuvunje mifupa yote ufe akumeze, unajingamua, unajiweka huku na huku, unajitoa, au ndio wewe unajiposition vizuri kabisa yani hivi. Kwamba shetani sasa hapa pita na mimi hapa. Twende. Kichwa nikuwekee vizuri. Akiwa anakutafuta wewe unajiposition vipi? Na huo ndio mwanzo wa vita za kiroho. Kuna mtu anaingia katika vita za kiroho anapambana atoke. Na kuna mtu anaingia kwenye vita za kiroho simply because amezientertain. Bwana atusaidie watu wa Mungu. Kwa hiyo shetani akijizungusha kwako, akikupiga mpaka pumzi ya mwisho anakuona ufurukuti, anakumeza. Akishakumeza hana vita na wewe tena. Ende hivyo sasa ukija katika ulimwengu wa kiroho, akishakukamata, akikuviringisha, ameshakumeza, amekuweka tumboni kwake, anahangaika na wewe. I don't know how many days. Unajua chatu anaweza kammeza binadamu au ng'ombe. Akakaa naye kwa muda mrefu sana pale hata asiende kokote. Relaxing, let the digestion take place. Paka mtu wanatengeneza nyumba zao pale. Yeye chatu ka relax hapa, acha mfupa flower mguu uyeyuke, nyama za kichwa ziyeyuke, kila kitu. Akishaisha sasa nikiona nina njaa ndio naweza nikaenda kutafuta mbuzi kwenye nyumba ya jirani. The same thing na shetani. Akishakukamata, amekuvuruga, amekufunga, amekuingafu, hana muda na wewe. Na ukisoma katika Mwanzo, shetani alipomdanganya Eve kula lile tunda, na Adam alipoulizwa kwamba what happened, akasema ni mwanamke ulionipa. Mungu akasema anatengeneza uadui kati ya mwanamke na yule nyoka na uzao wa mwanamke pia, ambao sisi wote ni uzao wa nani? Wa mwanamke, including Jesus Christ aliposhuka duniani alikuwa ni uzao wa nani? Wa mwanamke. Kwa hiyo even Jesus Christ aliposhuka, Mungu alikuwa amesha declare kwamba kuna conflict kati ya wewe na nani? Na nyoka. Utamkanyaga kwenye kichwa, utamsigina, na yeye atakuparua kwenye nini? Kwenye mguu. So that is to say, hata nyoka huyu ambaye anafananishwa na shetani katika maandiko, Mungu pia alimpa mandate fulani. Mungu alikuwa na uwezo wa kusema constantly, wewe nyoka utakanyagwa na huyu kijana na utakufa, atakusagasaga, utaisha, na akaishia pale, lakini alimalizia kusemaje? Na wewe nyoka utafanya nini? Amparua. Na ukiangalia katika maombi ya siku 40 ya Yesu, nyoka alimparua Yesu, alimparua. And Jesus was fasting for 40 days. Nyoka, shetani hana adabu Jesus was fasting for 40 days, lakini shetani alifanya nini? Alimwendea. That is to say, wewe ambaye hauombi kabisa. Hapo sasa. Yaani shetani ndo anakuwa na lobby tu pale kwako. Hello brother, how are you? Jesus was fasting. Amekuja kabisa tena kwa Yesu, anaenda kumjaribu kabisa, anamwambia unaona hizi ngoma zote hizi, maferrari, mabentley, manini, haya yote mimi nakupa mzee, wewe nisujudie tu. Na Jesus was fasting by that moment. Fasting kwa maana ya kwamba ameutiisha mwili wake ili amsogelee nani? Mungu. Sasa kuna mtu hapa ambaye nikimuuliza, labda jijibu mwenyewe na nafsini mwako, mara ya mwisho kufunga ni lini? Alafu wewe mwangalie shetani anakuonaje yani? Shetani sometimes anaweza kukuona kama msela tu. Hakuoni hata au hakuoni kama opponent, anakuona tu kama msela. Kama ni wewe namuonea hata huruma. Nikimpiga nampiga vibaya. Bwana atusaidie sana.
Bwana tusaidie sana. Kuna mazingira ambayo tunapaswa kuyatengeneza shetani atuogope. Yes. Ili shetani asiweke entry kwenye maisha yetu, asitutengenezee unnecessary battle. Kuna battle zingine ni unnecessary kabisa. Don't look for the prayer point. Umepata hiki, telling everybody, calling for a party, njoeni, nimekula promotion jamani hapa, njoeni tufurahi pamoja. It's good, but you are creating unnecessary battles. Kuna mtu pale atakuja kwenye party yako ambao he or she has been waiting for promotion maybe for 46 years na hajapata. Eventually atakuwa na karoho cha kwa nini? Anaweza akapamia hata bahati mbaya keki kaanguka. You are creating unnecessary battles. So the same thing, tusiruhusu, tusikae katika position ambayo shetani anatufunga tu vizuri, anapanda kama chatu, anajinyoosha, anatumeza, alafu ana habari na sisi. Ukishaweka chambo kwenye ndoano ukatupa kule, ukamnasa samaki, ukimrusha huku hivi nje, bado unamwekea tena chambo wale. The same thing na shetani. Akishakuwekea mtego, akakunasa, akakutupa huku, anaweka tena mtego mwingine mzuri, anautupia kule, anadili na wengine wapya. Wewe huku utaruka mpaka utakufa. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kuna vita vya kiroho ambao they are constantly killing us. Na shetani ana namna nyingi sana za kutudanganya tuamini kwamba we are right. Ana namna nyingi sana za kutudanganya kwamba tuamini mimi niko sahihi. Siko sijakosea, niko sahihi. Nyingi sana. Wow. Watu wa Mungu mpo. Yes. Kwa hiyo shetani akisha kusqueeze kama chatu anavyo kusqueeze, kuna ishara ambazo zitaonekana kwamba umekuwa squeezed. Come on, let's take note of this one. Hizi bana mzijue. Hizi mzifanye nini? Mzijue. Ishara ambazo shetani akisha kunyonga hivi, I don't know ile kukunyonga kwa Kiswahili tunahitaji. Mimi sijui kama natumia Kiswahili fasaha, lakini I can say kujinyongorota, akajivuta hivi, akakuvunja mifupa. Kuna ishara ambazo zinaambatana hapo. Amen, watu wa Mungu. Ishara ya kwanza kabisa, ujue kabisa you are in a spiritual warfare na shetani anakaribia kukushinda. Kama ni ubao wa magoli, ile scoreboard inasoma 3-0 na dakika ni ya 91 na dakika za nyongeza 6. Ishara ya kwanza ni loss of hunger for God. Ishara ya kwanza kabisa, loss of what? Hunger for God. Kupoteza kiu na shauku ya kumtafuta Mungu ni ishara namba 1 kwamba tayari umezingua. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Unakuta tu wewe na kanisa, it's by the way. Yaani ninakwenda kanisani kwa sababu Tumaini anapiga picha na anataka picha ya kupost. Status yangu iwe updated. Ninakwenda kanisani kwa sababu nabarikiwa sana nikimwona pale Dickson anapiga wimbo pale na furahi sana. Ninakwenda kanisani kwa sababu ninataka nikamsalimie fulani sijamsalimia siku nyingi. Constantly umepoteza kabisa hamu ya Mungu. Kuna mwingine he or she can't wait to go to church. Hawezi akasubiri, anatamani pakuche ili aende kanisani. Lakini kuna mwingine pakikucha anatafuta excuse ya not to go. Anatafuta excuse kwa nini nisiende. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. I believe I'm not talking anyone under this roof ambaye ana hiyo tabia, na Mungu atusaidie. Kupoteza hamu, kiu ya kumtafuta Mungu. Na enemy kazi yake anahakikisha ile passion yote ya kutaka kumtafuta Mungu anaiona out, anaitoa, anaimaliza yote. Anakuwa na guarantee kabisa kwamba wewe na Mungu kidogo mtakuwa umepishana. Kwa hiyo hata zile silaha 5 ambazo Mungu amekuandalia tayari hautakuwa nazo. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Sasa jiulize ndani yako, kiu ya kumtafuta Mungu ipo? Sign ya pili, physically always tired and super overwhelmed. Shetani akiwa anakuathiri kwenye spiritual warfare,
analetaga extreme physical fatigue ambaye kwa namna moja inahusiana na ile pointi ya juu ya kuchoka kumtafuta hata na Mungu. You can stay for 3 or 4 hours in Instagram mpaka unatumia ile message ya Vodacom, you have reached 47% of your limit, bla bla bla. Lakini ukifungua tu Bible ukaanza mwanzo, hapo mwanzo Mungu, umelala. Shetani anakuletea ile physical fatigue. Ikifika Ijumaa muda wa maombi hapa, Elda ameshatangazia maombi Jumamosi tutakuja hapa saa 7. Ikifika saa 4 tu unaanza kuangalia, okay, so what is the perfect excuse? Okay, sijafua. Nitaomba hata hapa nyumbani. Hata kwenye maandiko tu Biblia imesema msiache kufanya nini? Unadhani haikuona option ya kukaa nyumbani? Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo shetani akiwa amesha kunyonga na ile chatu akiwa amesha kunyonga, naomba tutumie chatu kama mfano wa shetani kuanzia sasa mpaka nitakapomaliza. Chatu akiwa amekunyonga, anakutengenezea ile physical fatigue. Alafu kwenye your mind pia, maana spiritual warfare nyingi zinaanzia kwenye mind, anakufanya unakuwa overwhelmed. Overwhelmed, I don't know how I can say in Swahili. Unakuwa kama umelemewa na vitu vingi. Yaani unajua wale wanasema sasa nina mambo mengi. You know those kind of people? Na mambo mengi, unakuwa umelemewa na mambo mengi ambao most of them hayana hata msingi. Kwa hiyo shetani akisha kunyonga, chatu akisha kunyonga, anakufanya unakuwa physical fatigued, umechoka, yani umechoka. Ukiwa unakuja kanisani praise wanaimba, wewe ndo I say praise nao, yani wanaanzaje saa 2 kamili? Bwana tusaidie sana. Unakuta unajua kabisa nina sauti nzuri ya kuimba na ninajitahidi sana, lakini MD Amani yeye anasema kila siku ya Jumapili lazima tu tunakuja saa 12 hapa. Shetani anakupiga ka physical fatigue pale, unaanza kusema siwezi kuimba mimi saa 12. That means nimeamka saa 11. Ili saa 12 niwepo kanisani. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Akishakupiga kwenye physical fatigue, sasa anakuja kwenye mind yako pale, anaanza kuambia wewe unajua na mambo mengi sana wewe. Jana tu umetoka kazini saa 4 saa 5. Yaani ulale, anakuhesabia ulale saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11 uamke. Wewe huwezi, utakuwa umechoka bwana. Amina watu wa Mungu. Anakutengenezea hayo, na akishamaliza kwenye hilo clearly kabisa unaamini kwa kweli mimi sifanye nini? Siwezi, and the devil is celebrating. Yeah. Huyu wa kwangu tena zangu nipige mwingine. Nani mwingine pale anajionaga? Anakupa na yako ka excuse tena. So shetani akikushambulia physically akakupiga fatigue, anakushambulia pia na kwenye mindset yako. The same thing kwenye kanisa. Anaweza kukutafutia kadhambi cha mtu kamoja unachokajua, akwambia unamfahamu fulani. Yule ni mdhambi. Unajua hata kwamba siku ile usiku wake alitubu, wewe unasema yule ni mdhambi. Mimi siendi lile kanisa. Wewe anasali yule fulani. Siendi mimi pale. Shetani huyo. Kabisa. In case you don't know, huyo ni nani? Shetani. Anakuambia kabisa pale usiende, mchungaji wao, mimi namfahamu yule, mtu wa madili sana yule. Na wewe ulimshuhudia katika dili moja, alafu kesho akapiga magoti na akamlilia Mungu wake, akamwambia Mungu nisamee katika hili nililofanya, kweli nilikukosea, na Mungu ametengeneza na mtumishi wake and they are in a good terms and conditions. Lakini wewe umekumbatia kile ulichokiona kwamba mimi nilimwona anapiga dili. Hapana, hapa siendi lile kanisa. Shetani huyo. Bwana tusaidie watu wa Mungu. Mnapata kitu hapo Yes. Huyo ni shetani. Atakutafutia kitu fulani, atakitengeneza, atakimarinate, utakiona ni kizuri, and you will use that as a perfect excuse. Ukishajiona umeanza kujiterminate na mambo ya Mungu, umeanza kujiterminate na kanisani, ujue nini? Mungu anaumia sana akimwona kijana wake anakwenda, and the devil is celebrating. Shetani anafurahi, anarusha party kule, anaita malaika wake ambao walikimbia nao kutoka mbinguni. Wana celebrate kwa sababu wewe umeanza kujiterminate na nini? Na community ya watu wa Mungu. Tutaona moja katika signs zinazokuja. So unapopigwa physical fatigue sometimes zinaathiri pia hata wewe kuja kanisani. Unaanza kusema kanisani niende kufanya nini? Kwanza pale watu wenyewe hata waimbi vizuri. Speakers zinapiga kelele. Niende nikafanye nini? Na kati kuna kanisa fulani lina music poa sana. Kwa hiyo shetani anajaribu pia, kuna kitu ambacho Wakristo wengi hawakifahamu na wanapenda sana nyinyi mkifahamu. Anakutengenezea excuse,
ambayo inaweza ikakushift kwenye kanisa moja kwenda kwenye kanisa lingine. Alafu shetani anakuaminisha kwamba kule nilipokwenda kuna 1, 2, 3 ambazo utazipata, kule ulipotoka haujazipata. Shetani anakuondoa kwenye direct connection na Mungu, kwamba hivi vitu unavyovitaka wewe mwenyewe unaweza ukavipata kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Anakuleta kwenye state of dependence, anakupeleka sehemu nyingine kwamba hivi vitu utavipata hapa, hawa watu watakupa, wewe huna haja hata ya kuviomba. To the extent sasa wewe unaanza kutegemea, na mtegemea mchungaji fulani wa kanisa lile aniombee nipate kazi, ila wewe masaa 24 siku 7 za wiki haujawahi kuomba ili upate kazi. Na si ajabu mchungaji yule ambaye ulimwamini kwamba kuombea, mchungaji ana congregation ya watu 500, shetani anakuambia usijali tu, ombi lako analikumbuka. Mchungaji naye pia ni binadamu na kusahau kumeumbwa kwake, na wachungaji wengi si ni wazee. Wewe bwana. Wachungaji wengi ni vijana wa zamani. Na kwenye biolojia vijana wa zamani wanakuwa na likelihood kubwa sana ya kufanya nini? Ya kusahau. Hata shetani amekuaminisha kwamba ukienda katika kanisa fulani yule mchungaji atakuombea katika ajira. Bwana tusaidie watu wa Mungu. Alafu anaweza pia akampandikiza pia na kusahau, akamsahaulisha asikuombee katika swala la ajira. So you will keep on persisting bila kuwa na kazi, so sababu tu ulihama, alafu shetani anakuja na kuambia tena, unaona sasa hapa it seems like hawakusaidii. Wewe huyo kwingine tena nene wapi? Pale kawe pale. Kwa shetani katika kukuingiza kwenye vita vya kiroho ana mbinu nyingi sana za kijanja. Hata Biblia imemtambua shetani kama mtu mjanja sana. Na sisi anatuangamiza kwa sababu tunakosa maarifa ya kung'amua ule ujanja wake. Kama ukiwa hujajiweka katika position ya kumjua, anakuchapa vizuri sana. Yaani without remorse. Bwana atusaidie watu wa Mungu. Bwana atusaidie watu wa Mungu. Another sign is struggling prayer life. Ukishaona umefika extent kuomba wewe ni struggle, my friend, nakupa masikitiko makubwa sana kwamba tayari yaani shetani ashakukumbatia. Na ukiacha kabisa kuomba ndo anakupetipeti mgongoni. Wow. Struggling with prayer life. Shetani siku zote hataweka prayer life yako iwe easy, kwa sababu anajua ukiingia kwenye maombi ndio unaanza kupata zile silaha, na utazitumia sio against ndugu zako katika Bwana, utazitumia against yeye. Na yeye hawezi kufurahi kuwa upate silaha uanze kumpiga. So eventually ataanza kufanya prayer life yako is struggle. Unakuwa stranded. Yaani wewe ukiona watu wamejazwa na Roho Mtakatifu wewe unashangaa. Mzee hao wanaga kazi kabisa. Yaani uko amazed like, wow, what the language are they talking? Kwa sababu shetani ameshaondoa ile prayer life yako ile, kale ka prayer engine. Alianza kwanza kudeactivate, akachanganya kule gear to the extent haujui reverse ni ipi, forward ni ipi, gear namba 2 ni ipi, amechanganya pale. Alafu akimaliza sasa akiona kabisa umezubazuba hata uilindi, anachukua tu na engine yenyewe anatupa huko. Umekwisha prayer life. Kuna Mkristo anaweza asiombe from Monday to Monday na yupo na ana suti nyingi za kuja kanisani. Kuna Mkristo anaweza asikumbuke kuomba Mungu, wiki nzima inapita, lakini akakumbuka kutengeneza nywele Jumamosi ili aende kanisani. Na kuna mwingine amepigwa kabisa to the extent hata yale maombi tu hapa ya asubuhi au yale ya baada ya praise kwamba yale nayo pia haombi. Mjomba, hapo wewe na shetani mpo yaani mpo sambamba, mnakwenda hivi. Bwana atusaidie sana watu wa Mungu. I'm here to remind you about the spiritual warfare. Na wakumbusha haya mavita ili tupambane wote tushinde. Growth of this church depends also on us. Shetani anaweza katushambulia pia hata katika growth ya kanisa letu. Oh yes. Na katika growth ya kanisa letu shetani anaweza kumtumia mtu mmoja tu. Nyinyi mmeshikana mikono ili shetani asiingie pale, yule mtu mmoja anaachia mkono. Shetani huyo. Mtu mmoja tu. Prayer life, maisha ya kuomba, maombi. Maombi watu wa Mungu.
Kuna mtu maombi yake ni yale wakati wa kufanya nini? Wa kula na wakati wa kulala. At least hata huyu analala kula na kulala. Hata ana hofu kwamba chakula kinaweza kikawa kina sumu na akijapita kwa mkemia mkuu. Wewe acha nikiombee. Lakini kuna mwingine hata ile ya kuombea chakula Shetani aliondoka nayo. Hana empty. Oh, may not be anyone under this voice of my voice in this room. Asiwepo mtu mmoja katikati yetu ambaye amepigwa na Shetani kwa kiwango hicho. Amen. Unajua hata kusema amen Shetani anaweza kukuzuia. I'm telling you. Na hii nilishawahi kusema hapa. Amen. I remember Dr. Susan alikuwa hapa. Nilishawahi kusema hapa. Mchungaji wakati mwingine Mungu anaweza akamtumia, sio mchungaji, mtu yoyote. Mungu anaweza akamtumia kutamka baraka katika maisha yako. Shetani akakuzuia usiseme amen. Amen it means na iwe hivyo. Shetani anakupiga pale pale. Mungu anasema umebarikiwa kwenye kazi yako and God was sending the promotion to you. Alafu Shetani anakuambia hapo promotion imeenda. Na hivyo ndo vita vyenyewe. My friend, usizani vita ni kwamba utamwona Shetani usiku gong wanafungua madirisha na kuyafunga kama tulivyoona kwenye Nigerian movies. No. Sometimes anakupiga tu silently, yani kimya kimya. Unajua hamna mtu mbaya kama anayefukuza mwizi kimya kimya. Likely uje kumkamata yule mwizi ni kubwa. Lakini wale wanakuja sinajificha hapo kwenye gari chini, watapita wataenda. Lakini Shetani anakufukuza silently, kimya kimya. Vijana nasema nyatu. Likelihood ya wewe kujificha sikukamate iko hivi. Kwa hiyo hata hapo tu nakuta mchungaji anasema Jumatano yako imebarikiwa. Watu Jumanne yako imebarikiwa. That is to say, mimi wanashambulia hizo amen kwa maana mimi kwamba kweli Jumatatu yangu imebarikiwa. Mchungaji asemi kwa sababu ametumwa na Mama Fibi kuja kutuambia. Anasema kwa sababu Mungu amemwagiza atuambie. Na sio mchungaji tu, hata sometimes mzee wa kanisa hapa anaweza akawiwa na Roho Mtakatifu kwamba waambie kuna mtu fulani anahitaji kupokea kitu fulani. My friend, it's not coming like aje hapa ngurume, sasa nataka kutoa ushuhuda, nataka kutoa unabii. Unanyea mtume prophesy. Sometimes it comes natural, lakini kwa sababu upo kwenye constant spiritual warfare, upo kwenye vita na Shetani, hata hiyo moja tu Shetani naye pia anafanya nini? Anakuzuia. Hapa sisemi Bwana Yesu asifiwe mpaka namaliza. Na mesi takuwa nyingi sana. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Yes. Yes. That's how it's supposed to be. Bwana tusaidie, ukisema amen it means na iwe hivyo. Yes, wewe unataka kusaidiwa na Bwana. So sign ambayo tulikuwa tunaizungumzia ni struggling prayer life. Let's get back to our point. Struggling prayer life. Maombi ya Ijumaa, kuna mtu hapa kanisani, simsemi kwa ubaya lakini namsema ili Mungu amkumbushe, amuokoe na amlete hapa, na nampenda sana, hajawahi kuhudhuria hata mmoja. Mungu anampenda sana mtu huyo, na mimi pia binafsi kama individual nampenda sana mtu huyo. Na natamani siku moja nimuone kwenye maombi. Aje hapa tuombe pamoja. It feels good when you hear somebody is crying over there, the other one is crying over there, the other one is praying over there. You get the strength. Kuna ile courage ambayo mnaipata pamoja. Kuna ile shared force. Inakuwa shared kutoka kwako kwenda kwa mwingine. And sometimes the Holy Spirit anakuwa transmitted. Sometimes unajua kwenye maombi Holy Spirit anakuwa highly contagious. Anaweza akatoka kwa huyu akaenda kwa huyu akaenda kwa huyu, mkakuta wote mmevamiwa. Lakini wakivamiwa hapa ndani in the room of prayer, na wewe uko nyumbani umeshatengeneza excuse hapo tuko tanyaka ka jinsi kaliangukiwa sijui na nini, hawezi akafika pale. Hawezi akafika pale. So struggling prayer life, Shetani anaitengeneza ili kuwin a constant battle against you. Na mkishaingia kwenye uwanja wa vita, Shetani anakuwa ameshashinda kabla hata wewe hujaanza kupigana. Watu wa Mungu, let's go to another sign. Another sign ya pili kutoka mwisho kwenye signs. Kumbe bado niko na wakati. All the habits making their way back.
Umeenda wangapi wewe? Umerudi Old habits making their way back. Unajua ulipokombolewa kuna baadhi ya tabia zilifanya nini? Zilifade out, ziliondoka. Kuna wale ambao walipata neema ya kuzaliwa kwenye familia za Kikristo, na kuna wale ambao wamefika katika umri mkubwa. Lakini kuna wale ambao walipata neema ya kuzaliwa katika familia za Kikristo, ila walipofika katika umri mkubwa wakaigundua ile kweli wao wenyewe. Kwa hiyo baada ya pale, zile old habits, tabia za zamani, tabia za kale ambazo zilikuwa zimpendezi Mungu, zinaanza kufanya nini? Kuondoka. Baada ya kuokoka. Ila baada ya wewe kushambuliwa na shetani, zile tabia za zamani ambazo zilikuwa zimpendezi Mungu zilizoondoka, zinaanza kufanya nini? Kurudi. They are starting making their way back to you. Ulikuwa mwizi ukaacha, ndo hapo sasa unamwona Eldameri kaangusha simu. Akili mbili. Ya wokovu ingekwambia okota mkimbizie. Ila sasa kwa sababu the old habits zimesharudi na zimeshapiga kambi, inakwambia tayari hapo una 200,000. Sisi ya kwako, hata kama inauzwa milioni, wewe sisi kwako ukienda kuuza 200,000 tayari. Old habits zinaanza kurudi. Kwa hiyo ukijiassess katika maisha yako, ukaangalia hizi sifa zote ambazo tumezungumza hapa, unajiona siku zote wewe unachoka, kiu ya kumtafuta Mungu imeisha, unajiona mind yako imejaa vitu vingi sana ambavyo vinakublock hata uwezi kumtafuta Mungu. Kuomba kwako ndo kumekwisha kabisa, na tabia za kale zimerudi, ujue tayari my friend umenaswa. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. So sometimes tabia za kale zinaanza tu kwa kunoka. Hello there. You there? Mzikemea shindo kwa jina la Yesu. Anakuja tena, hello there. You there? Shindwa. Kwa jina la Yesu ushaiacha. You there? Unaondoa W unasema shinda. Tayari old habits zinakuwa zimeweka pale kambi. Na zikishaweka kambi, zinakutenganisha, sometimes zinakutenganisha tuwe na uwepo wa Mungu. Praise team wanaweza wakaimba hapa, na nilisema kwenye praise iliyopita, and I'm sure praise ijayo tutakuja wengi sana hapa, maana kuna mambo mazuri mengi. Tulisema usiseme kwamba praise team leo hawajanipeleka kwenye kiwango fulani cha kiroho. Praise team, they are not taking you anywhere. Even themselves wanajipeleka juu. They are busy taking themselves high. Hapo wana expect wao ndio wakupeleke wewe. How? Wanakubebaje? Wanakupeleka kwa Mungu. Chukue Dr. Susan huyu hapa, Mungu zungumza naye. How? Praise team, they are singing the songs that are glorifying God, and themselves wanasubiri uwepo wa Mungu ufanye nini? Ushuke uwajaze wao. Usiseme kwamba leo tunali Kubeja arrange vipi music hapa mbele, mbona hata sisikii vizuri, sikasikika bezi pale kakipigwa kasolo kwa mbali, keyboard ya Amani sisikii kabisa, sijapata uwepo wa Mungu. Materialistic uwepo. Bwana tusaidie sana. Old habits zinakuondoa kwenye ile presence ya Mungu. Hata wenzako wakijazwa, wingu limeshuka, people they are saved without hata kuwekewa mikono, wewe bado tuko na ukitoka hapo utaanza kulaumu. Nakwambia wale watu they don't know how to keep time, wanakwenda tu. You will always find something to talk, kwa sababu shetani amesha kushambulia. Yaani ukianza kuona tu unatoa kitu ambacho yualala, kumbe nimenaswa, rudi kapige magoti. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Another sign is pulling away from Christian community. Shetani akikaa ndani yako, mahala popote ambapo pana uwepo wa Mungu ni pamoto kwake. Atakuondoa. Hata kama ulikuwa mchungaji, atakuondoa, atakwambia nenda kaanzishe kanisa lako, ambalo uwepo wa Mungu kidogo ni umepoapoa kidogo, mimi nisiunguze humu ndani. Alafu anakuaminisha pale hamna kitu, wote ndio tukatengeneze kitu cha moto kule. Kumbe shetani anakuaminisha tu kwamba mimi pale bwana naungua sana kile unapokaa pale. Anakuondoa katika jamii ya watu wa Kristo, watu wenye pendo la Kristo.
Kwa sababu anajua watu wakikaa hata kwenye cell group watakaa, watazungumza Bible, baadaye wataomba, wakiomba wananichoma sana, anakuondoa pale. Ukishaanza kujiona wewe katika jamii ya Wakristo unatamani sana kujitenga nayo, ujue wewe na devil ni moja. Usikubali kabisa mawazo yoyote ya aina yoyote ya kuondoe kwenye jamii ya wapendwa. Paulo aliwakumbusha Waebrania akawaambia msiache kukusanyika. Kukusanyika including ibada za Jumapili, ibada za Ijumaa pamoja na cell group. Lakini ukiona you will always find an excuse not to go there. Wewe ujue tayari hapo. Kwisha habari yako. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. So lazima tuangalie, kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea kanisani vikatuumiza, vikatuoffense, lakini isolation from the church community, hapo tayari shetani ndo anashinda. Shetani anaweza kukuletea kitu ambacho kikakuumiza. Shetani anaweza kukuletea kitu ambacho kikakukwaza. Usikae tu kamini kwamba kanisa zima watu lazima wameokoka, hakuna makwazo, hayana budi kufanya nini? Lakini ni heri sasa ugundue kwamba makwazo hayana budi kuja. Kuna mwingine hagundui hicho. And that's where labda mimi nilisema uongo kidogo nikamdanganya pale na brother Chris hapo, nikamdanganya tayari nimeshakaa kwa upande cha shetani. Shetani akanitumia nikaja kwa Ayubu hapa nikamtukana. Ayubu ananiangalia mimi labda ndo anakuja kanisani kwa sababu yangu. Sababu ufo hivyo pale kanisani. Alafu ufo amenitukana tena. Siendi tena hilo kanisa. Kumbe shetani amenianzia mimi, akanipiga akaniweka kwenye mstari kidogo pembeni, alafu akaja akanitumia mimi kwenda kumshambulia Ayubu. Target yake ilikuwa sio mimi wala brother Chris, target yake ilikuwa ni Ayubu. Anaweza akazunguka huko na siajabu wale wote aliowatumia akawarelease wakarudi kuwa na amani na Bwana, alafu wewe akaendelea kukumbatia. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Shetani hatumii mbwa, shetani hatumii bata, shetani anatumia watu. Na watu wenyewe ni siajabu wanaokuzunguka. Shetani anaweza akatumia mume wako au mke wako pia kukusababisha hata usiende kanisani. Lakini ukishajipulu kaji-isolate tayari na community ya Wakristo, shetani kasha win. Anamrelease yule mume wako au mke wako aliyemtumia, anaachana naye tayari amesha kuwin wewe. Anaendelea sasa kudili na wewe. Akishaona amekumaliza sana, kakuvunja magoti, miguu, huwezi kusimama, achana na wewe. Huyu hata nikiwa mbali hawezi kurudi kwa Mungu wake. That's what happened. Shetani anaweza akakutengenezea watu ndani ya kanisa wakawa marafiki zako wazuri sana, lakini wakaja wakakusaliti ili tuwe uondoke kanisani. Na kuhakikishia usije kanisani kwa sababu ya fulani, njoo kanisani kwa sababu ya kumtafuta Mungu. Amen. Whether that person yupo au hayupo, wewe njoo wapi? Kanisani. Whether kuna watu wawili au mmoja, wewe njoo wapi? Kanisani. I'm sorry to say this, lakini naitumia kama mfano. Kuna siku tulikuja kwenye maombi hapa ya Ijumaa. Wote mtaniangalia tu hivi kwa sababu nazungumza na ninyi wote. Wote hapa. Tulikuwa tuko mimi, Pastor Kesanta na Josia. Watatu. Lakini kuna kipindi kirefu ma elders wote walisafiri. Kuna kipindi kama mnakumbuka nilikuwa kiongozi wa zamu hapo. Si mfululizo. Tulikuwa tuko hawa watatu. Mimi ndio mhubiri wa siku hiyo kwenye maombi. Pastor Kesanta is blessed. Kwa hiyo alikuwa anapiga keyboard, wimbo anaoujua tu. Usiweke mpya. Don't be led by the spirit ukaleta wimbo mwingine, utakosana na mpiga vyombo. Josia was the backup here. And we were singing for the empty seats. And that day moto uliwaka paka pasta akaniambia mimi sikutarajia, nilikuwa nahisi kama tutakata tamaa tutaacha. Wakati nahubiri I was having one audience here. Pastor Josia was over there. Lakini Mungu alinipa nguvu fulani hivi. I was like, nilikuwa naona vichwa vimejaa hapa, nilikuwa hata Simoni Pastor Kesanta peke yake. Pastor Kesanta was like, nafikiri alikuwa anasema, "Hey, wewe usihubiri tu sauti ndogo, ni mimi tu niko hapa peke yake."
Why shouting and using all those voice na kati vitu viko empty tu? Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Tusijitoe kwenye Christian community kwa sababu yoyote ile. Mungu anatutaka. Mungu anatupenda. Kwa hiyo mimi siku ile labda ningesema ngoma ngumu. Hayo wachungaji naye Mungu awape maisha marefu. Awabariki sana sana. Kuna mambo unaweza kuyapitia kwenye ministry kama una roho nyepesi. Kesho asubuhi unakuta pale hapajafunguliwa. Jumapili asubuhi mmekuja pale hapajafunguliwa. Pastor kashabadilisha na line za simu. Yeye na familia yake hatujui wako wapi. Kama una roho nyepesi. Lakini ukigundua kwamba hii ministry imewekwa hapa kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili yangu, hata wewe unaweza kaondoka na ukaiacha pale pale. I like what Pastor Kesanta is doing. Naomba nikupe maua yako popote pale ulipo kama you are listening us. Pastor Kesanta ana umishonari ndani yake. Unaelewa umishonari? Ana tendency ya kutengeneza watu. Sio kujitengeneza yeye ama kutengeneza jina lake. Ana tendency ya kufanya nini? Ya kutengeneza watu. Sisi bwana kipindi kile kwenye media tunamfuata mimi na Tumaini, tunaambia pastor tutengeneze poster hii hapa tumeweka. Anasema mnaniweka mimi picha langu kubwa pale, kwani ile kanisa mimi la kwangu? Kanisa ile ni la Mungu. Tumaini ni shahidi, pastor alitukatalia ile poster. Alitukatalia kata. Mimi msiniweke mimi pale. Mimi tafuteni hata praise team. Tumaini ndo akatafuta timu ya praise wakiwa wanashangilia kwenye dio akaiweka pale. Kapeleka kule kwenye vio kwa ajili ya kuinvite wanafunzi. Pastor anatengeneza watu. Akiwa naamini kwamba siku moja naweza mimi sipo hapa, lakini nimetengeneza mtu ambaye anafanya nini? Anasogea mbele. Hebu tumpeni maua yake bwana. Yes. Anatengeneza watu kwenye kila idara. Most of the churches, ukienda kwenye idara nyingi unakuta pastor ni hands on, eyes on. Lakini hapa kanisani kwetu kwenye most of idaras, mimi nishakuwa kiongozi wa vijana, mimi nishakuwa kiongozi wa media, nishakuwa kiongozi wa vijana, and I have experienced pastor tu anaweka eyes on lakini hands off. Anakuachia ufanye. Na hamna mtu mzuri kama huyo, lakini at the same time huyo mtu anaweza kawa mbaya kwako kwa sababu akikuachia ufanye unaweza kuboronga. Unaweza kuharibu na ukapotea njia, ukapotea kabisa. Mtu anayekuachia ufanye anakupa assignment kubwa ambapo lazima ujifungamanishe na Mungu or else unapotea kabisa. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Usikubali kupigwa na shetani ukajitoa kwenye jamii ya watu waliookoka. Iwe ni hapa kanisani, iwe ni mtaani kwako, iwe ni shuleni, popote pale usikubali kushambuliwa na shetani ukajipull away from Christian community. Tunaweza tukagombana mimi na wewe. And that is ours. Sijapiga roho yako my friend. Maybe I was hitting your body. But it's kupiga roho yako. Roho yako iendelee kumtafuta Mungu. Body yako peleka general pale ukatibiwe. Amen. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Don't pull away from Christian community. No matter what, no matter how. Usiondoke kwenye seli yako kwa sababu tu nilienda kwa BNP hawakunipikia chakula. Usiondoke kwenye seli yako. Usiondoke kwenye seli yako kwa sababu Dr. Susan alituahidi kwamba tutakuwa tunakutana Chief Asili, sasa hizi anatupeleka nyumbani kwake. Usiondoke kwenye seli yako kwa sababu zinaweza zikatengenezwa hata ukaja kwenye seli group tukaanza kukusema unajua hivi na hivi. Siku hiyo huenda tumetumwa na Roho Mtakatifu tukukumbushe. Sometimes katika kukumbushwa kuna uma pia, si ndio? Yes, sometimes Roho Mtakatifu anatukumbusha tukukumbushe katika jambo fulani ambapo huenda tusingefanya hivyo siku hiyo, kesho yake tunakupoteza. Lakini kwa sababu tumekukumbusha, lile jambo halikukupata. Lakini kwa sababu hiyo, wewe unaweza kuichukulia kama sababu kinzani, ikakuondoa kwenye ile jamii ya Wakristo, ukaenda kutengeneza jamii yako ama ukajifungamanisha na jamii. Na watu wengi wanaoondoka kwenye jamii hizi, watakapojifungamanisha na jamii zingine, inakuwa ni kama kujifungamanisha tu kupata watu. Lakini sio amekwenda kujifungamanisha na jamii ile kutengeneza mahusiano yake yeye na Mungu. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kwa haraka kabisa tuangalie namna gani tunaweza tukaovercome. Jambo la kwanza, feed yourself on God's word even when you don't feel it. Feed yourself. Jilishe neno.
Yesu alishambuliwa wakati wa mfungo wake, alishambuliwa na shetani. A disrespectful shetani. Amemkuta kabisa katika mfungo wake. Lakini sisi wengine hapa tukishafunga siku 2 tunaona kama kuna wingu la moto linanizunguka. Yaani nikiingia hivi naona kuna moto uko accompanied na mimi. Hawanigusi watu. Yes was fasting there. La devil alienda mzee. Akamwambia hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini Yesu wakati anamshinda shetani hakumwambia wewe acha mambo yako ya ajabu bwana wewe. Achana na mimi niko na Mungu wangu amenituma kwenye mission. Alimwambia imeandikwa. Imeandikwa, that is to say kwamba Yesu alikuwa na neno ndani yake ambalo anaweza kalitumia against what? Against devil. Na neno unalipata vipi kwa wakati huu sasa? Kwa sababu Biblia imeshushwa kama maandiko matakatifu kwetu. Feed yourself on God's word. Jilishe neno la Mungu. How many hours do you spend on Instagram? How many hours do you spend on WhatsApp? Sorry, WeChat is Chinese WhatsApp. How many hours do you spend on TikTok? How many hours do you spend on your Bible? Na Bible saizi imesogezwa kwenye simu. For advantage and disadvantage. But how many hours do you spend there? Feed yourself with God's word. Unapobishana na mwenzako, mnabishana mabishano ya I like siku moja nilikuwa na Dickson na Noah. We were having a conversation outside there. Ilikuwa ni baada nafikiri something like that. Kwa tumekaa hapo nje. Conversations zilikuwa ni based on maandiko. And they were also referring kwamba marafiki zetu tulikuwa tunazungumza ni based on maandiko. What is connecting you with your friends? Wewe ni kijana, connection yenu ni stories za totos. Mungu akiziondoa zile, nyinyi sio marafiki. Hamna la kusema. Feed yourself na neno la Mungu, unajilisha tu neno la Mungu taratibu. Ndio maana mimi I don't give up on posting those mysteries kwenye Bible. I'm sure kuna mmoja anasomaga. Kuna mmoja alinitia moyo akaniambia, unajua hii kitabu tumeanza hujatuma ile brief ya mwanzo. Nasema, kumbe you are following. Nikampestia inbox, nikapaste na kwenye group tena, na kweli nilikuwa sijapaste. Kuna watu wanafuatilia mle ndani. At least they are finding a way ya kuridi nini? Bible. Unajua si wote tuna neema ile ya kufunuliwa na mafunuo na Kristo kwamba nenda kasome katika Waefeso 6:10 mpaka 12. Kuna wengine wanafunuliwa vile. Kristo anapa mafunuo kwamba nenda kasome sehemu fulani ya Bible. Kuna wengine Kristo anapa mafunuo anashika tu Biblia anajikuta ameangukia katika mstari fulani. Lakini kuna mwingine anahitaji aanze ile baby step. Apewe sababu ya kufanya nini? Ya kusoma. And I'm giving you, kama upo katika WhatsApp group ya kanisa, I encourage you to join. I'm giving you a reason of going and read your Bible. So feed yourself with God's word even when you don't feel it. Another is prioritize your prayer. Prioritize what? Your prayer. Prayer life yako usipo prioritize, my friend, you are finished. Kama hautaweka kipaumbele kwenye maombi ya kumwomba Mungu, umemalizwa. Prioritize your prayer. Kama ilikuwa imeharibika, reset. Anza mwanzo. Ongeza pale na fasting. Ukipata kufunga Ijumaa, kila Ijumaa ya maombi na Jumamosi ya mwisho wa mwezi, ina maana mwezi ule kwa mwezi umefunga mara ngapi? Mara 4. That's a good starting point. If you don't have a reason to fast, we are giving you a reason kwenye maombi ya Ijumaa. Funga, muombe Mungu. Unajua kuna kuutiisha mwili, I'm going against all the things that are satisfying my body, including the food that I like the most, ili tu nitafute uso wa Mungu. Kutafuta uso wa Mungu doesn't come that easy. Kuna kaengo fulani lazima usote kidogo, including hicho chakula. Shetani atakwambia una vidonda vya tumbo. Another way, you are supposed to move from being overwhelmed to overflowing. Yaani usiwe ni mtu umejazwa na kitu fulani, ule ujazo wako overflow, utoke, utiririke. Na overflowing hiyo unaweza kupata kwa kufeed yourself, your mind with the spirit-filled books including the Bible. Go back to our Instagram page and start scrolling and listen to the sermon that has been posted there. Go to our Instagram, YouTube channel. Go and listen there. Sermons are always there. They will always refresh you. Neno la Mungu ni jipya kila linapofanywa nini? Linapotamkwa. Another way is strengthen your holy habits
when old habits are trying to make their way back. Wakati old habits zinaanza kurudi, wewe focus on strengthening zile holy habits, including kumwomba Mungu. Kumbuka kupiga magoti na kumwomba Mungu. Jambo la mwisho, engage yourself with the cell groups and church. Amen. When you are in spiritual warfare, don't skip on the community. Don't skip the cell groups. Don't skip the Sunday services. Don't skip the Friday prayers. Don't skip. Usiondoke huko. Usiondoke kabisa. The moment umeondoka, sio kuondoka tu, umejitenga kidogo, the moment umemalizwa. Na ukijitenga kidogo, result zake ni kuondoka kabisa. Tutakuona huko ukiendelea na mambo mengine mazuri kabisa, lakini still umeshaondoka kabisa katika uwepo wa Mungu. Finally, brethren, tukisoma katika Exodus 14:8 mpaka 13. Sitaisoma hiyo, utaisoma kwa wakati wako, kama you can read in your Bible now. Lakini ni habari ambapo Musa alikuwa anawatoa wana wa Israeli kutoka Misri baada ya mapigo kadhaa ambayo Mungu alimpiga Farao. Yakathibitisha kwamba saizi unapaswa kuondoka, sasa ni warilizi hawa watu. Lakini walipofika kwenye mto ule mkubwa, kwenye bahari, wamefika pale, wameweka kambi pale, na they are learning what God wants them to do. Wakifika katika ngambo ya bahari ile, nyuma waliona jeshi kubwa la Farao linakuja. Wamisri walikuwa wameng'aka, wamewasha farasi zao na bila kitu. They are following them. Walipowaona wale watu wanakuja, wakamuuliza Musa, hivi kwamba cemeteries za Misri uliona hazifai sana, ukamwambia tuziko kwenye mchanga? I'm using my own words, sio kwamba imeandikwa kwenye Biblia. Amen. Uliona kama makaburi ya kule hayana marumaru, ukaona tuziko kwenye mchanga? Kwa nini umetuleta hapa? Kwa nini kutufanya hivi? That is to say, wakati mwingine katika spiritual warfare unaweza kujiona kabisa you are engulfed. Huku mbele sina pa kwenda, alafu huku nyuma devil is coming. Kitu kilichonifurahisha zaidi katika mstari wa 13 kwenye Exodus, Musa aliwaambia, mnawaona wale wanaokuja, hamtawaona tena. That the same thing. Lakini hawa wana wa Israeli walikuwa hawana mtizamo mzuri sana kama Musa aliyokuwa nao kwa Mungu. Kumbe na sisi sasa tunapokuwa katika spiritual warfare, sometimes tunaweza tukaona tumefungwa kabisa, hatuna mbele, hapaendeki, nyuma hapaendeki. Nyuma panakuja Farao, mbele hapaendeki. Mungu anatengeneza kama alichokifanya kwa wana Israeli pale. Anapasua bahari, unapita. Alafu yale yote ambayo yanakutesa, yanakuzonga, yanakufuata, anayaingiza katika ile bahari, anayafunika. Kwa hiyo ukiwa katika mapambano yako, unaona kabisa mbele sina pa kwenda, nyuma adui anakuja, jiambie kabisa katika moyo wangu, and with a smiling face, ile ngoma inakuja, sitaiona tena. Gladly you are coming. Come. I'm sure sitakuona tena after this. Better umekuja. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Ukishaona katika situation hiyo, tengeneza njia hapa, mwambie Mungu, fungua hii njia. Allah, hili ndio kaburi la mtesi wangu, yule anakuja. Sasa napita katika kaburi hili na mtesi wangu anaingia, anazikwa hapo. Lakini it takes you kuwa katika understanding ya spiritual warfare. Maana usipo understand ile battle unayopigania, ukishaona ile anakuja, ngoja nikae hapa ili ataki nichoma mgongo hapa, nife tu moja kwa moja nisisikie maumivu. Kwa sababu haujaelewa ile vita. Ila ukielewa vita unasema, Allah, anakuja. Come. Njoo, nikutafutie suitable kaburi. Yeah, this one. Na kumaliza hapa. Mungu, nitavuka hapa na yule atakuja, ataingia hapa, atamezwa kama Farao na jeshi lake lilivyomezwa. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Watu wa Mungu, siku ya leo, ondoka hapa ukijua kwamba kuna vita vya kiroho, na ninapaswa kuvijua vita vilivyo vya kwangu, vilivyo vya kanisa, vilivyo vya jamii yangu, vilivyo vya familia yangu inayokuja, vilivyo vya familia yangu iliyopo sasa. Vijue vyote. Na uvipige na uvishinde, kwa sababu vita vyako ni 4, silaha zako ni ngapi? 5.
Ukishindwa hiyo vita ni uzembe wako mwenyewe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Ukishindwa hiyo vita ni uzembe wako mwenyewe. Mungu amesha declare winning yako. Kama alivyomwambia devil utakanyagwa hata kama na wewe utamparua, alafu akatushushia Yesu Kristo akaja hapa, Yesu Kristo akamkanyaga nyoka na nyoka hakumparua tena, akainuka katika wafu akafufuka. That is to say kwamba na sisi tunaweza tukamkanyaga nyoka na asifight back. Amen. Watu waliomsulubisha Yesu kama wangejua kwamba anamsigina nyoka hapa kummaliza, wangeacha. Kama walijua kwamba akifa atashuka kuzimu na kumnyang'anya shetani funguo za mamlaka, wangeacha. Kama wangejua hivyo. Lakini hawakuyafunua hayo, na ndio maana katika Genesis Mungu anatuambia kwamba huyu devil mtamkanyaga lakini naye atawaparua. Lakini ukija katika Agano Jipya anatutumia Yesu anamkanyaga devil na anammaliza na ana declare ushindi. Bwana tusaidie sana watu wa Mungu. Bwana tusaidie watu wa Mungu. Tusimame kwa miguu yetu.